online. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha kwa jina la Yesu. Hebu tuwapige makofi mazuri. Amen. Najua kwamba kuna watu ambao Mungu anawahudumia kwa njia ya kipekee kupitia jumbe ambazo Mungu anatupatia katika madhabahu haya. Amen. Nimepata nafasi jioni na nikaenda kwa gari kuomba. Kwa gari tuongea na Mungu nikasikia kuna kitu fulani nasikia. Amen. Na nikakumbuka Kale. Nikamwambia Mungu, Kale alipoenda kuangalia nchi alipotoka alikuwa na miaka 40. Mpya. Yaani haleluya, vipaji mambo mapya hapa saa hii. Amen. Wacha nikwambie. Nikija hivi nimeingia kwa duka fulani. Nikaambia hata mke wangu, mama aliyenifunulia kaniambia, unajua wewe mwalimu hautazeeka. Haleluya. Mimi sijui kwa nini ameniambia, lakini ameniambia na mama unajua hautazeeka. Nikamwambia haleluya, akaniambia amen. Haleluya. Nikasema wewe Mungu, you are going to renew us. Si upate renewal katika jina la Yesu. Nasema ya kwamba sisi yaani hatutateseka. Tutaimarika siku baada ya siku nyingine kwa sababu ya heshima na utukufu wa Mungu wetu. Amen. Mungu amenipa neno hili ya kwamba there is a way out. Kuna njia ya kutokea. Na akinipa ujumbe huu ya kwamba there is a way out, nilipokuwa naliangalia neno hili, kulikuwa na flow fulani ambayo nilikuwa nasikia tunaendelea tu kuandika yale Mungu ananifunulia niandike. Amen. Na nikawa nafikiria kwamba na nikawa ninaona ya kwamba mara nyingi tunaweza kuwa katika cage. Unajua cage? Cage ni mahali ambapo mtu anafanya nini? Amefungiwa. Cage ni mahali ambapo umewekewa mipaka. Ni mahali ambapo hakuna namna ya kutoka mpaka mwenye kufuli ama mwenye ule ufunguo afanye nini? Akuje na ufunguo afanye nini? Aufungue, akubali mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna msemo wa Kiswahili unasema ya kwamba maskini kupata haki ni kupenda kwa tajiri. Umenielewa vizuri? Maskini kupata haki ni kupenda kwa nani? Kwa tajiri. Na nikawa nikisema ya kwamba mtu anaweza kuwa katika umateka fulani ambao hana uwezo juu ya ule umateka. Unaweza kuwa katika hali ambayo hauwezi kujitoa wewe mpaka mwenye ule ufunguo, mpaka mwenye ile sehemu, mpaka mwenye yale maeneo ambayo umewekwa kwayo afanye nini? Aseme leo ninaweza kumfungulia huyo mtu. Na kwa hivyo kumaanisha kwamba mtu akiwa katika umateka, mara nyingi kuna mambo mengi ananyimwa. Kuna mambo unakuwa denied. Kuna mambo ambayo hauwezi ukayapokea. Na hakuna kitu kibaya kama umateka ama jela. Bwana Yesu asifiwe. Niliona wakati mmoja nilijipata kwa sele. Kwa sele. Na nikiwa kwa sele, nilitamani sana kuona mwangaza kwa sababu haki ndani ya sele ni giza totoro. Unasikia giza totoro? Kule kuna mwanga. Yaani jua linawaka kabisa kule nje. Lakini nikiwa ndani ya ile sele, nilikuwa ninatafuta mahali kuna tundu kama la sindano nione tu wakati mwingi. Lakini amini usiamini,
kwa ile sehemu, ninang'ang'ana kuona tu, yaani nione tu kamwangaza kaliko kule nje. Lakini kuna watu ambao wako kwa mwangaza, wanatembea vile wanataka. Wakisikia ni kukaa chini, wanakaa chini. Wakisikia ni kuingia watu wanaingia. Lakini kuna mtu ambaye hana haki, ako chini ya mateka, ako chini ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka nikasema, mbona nje ni kuzuri? Mbona tunachezea huko nje? Kumbe kuna mahali unaweza ingizwa, utamani kuwa tu nje, si kufanya kitu, utamani tu kuwa kule nje, ufanye kitu kile ambacho watu wengine wanafanya. Na sikuwa na uwezo wa kujitoa pale, kwa sababu mwenye kuweka pale alikuwa na mamlaka juu yake. Wakati aliye na mamlaka alikuja, haki tukafunguliwa. Wewe mimi sitaki kuona hapa tena. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaomba Mungu ya kwamba asiruhusu mtu mahali kama hapa tena, kwa sababu nilipata experience kwa muda japo si mrefu sana, ya kwamba kuna mahali unaweza kufungiwa, utamani tu hata kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Na katika maisha ya kawaida kuna watu ambao wamefungiwa kwa jela fulani, wamefungiwa, wamekuwa mateka wa mambo fulani. Kuna mambo wametaka sana kuingia kwayo, lakini aliye juu yao hawaruhusu, ama hali zilizo juu yao hatuwezi zikawaruhusu wafurahie yale ama wametaka kufurahia. But I want to tell you tonight, there is a way out. Oh, hallelujah. There is a way. Na uzuri wa Mungu ni kitu kimoja. Joshua Selman akasema, nikimsikiliza siku moja, akasema, it does not matter for how long nyumba imekuwa na giza. It does not matter. Hata kama imekuwa na giza miaka 10, ikiwekwa tu futi hivi, giza linakimbia na ile nyumba inakuwa na mwangaza. Na kwa hivyo mtu anaweza kuwa kwenye jela ya kipindi kirefu, anaweza kuwa kwenye hali ambayo haipendi kipindi kirefu, lakini mwanga wa Mungu unapoingia maisha yake, anasema, naona ni kama moto, naona ni kama moto, naona ni kama moto. Kumbe hivi ndivyo, kumbe wakati ambapo tumefunguliwa, hivyo ndivyo Mungu anafanya kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtoto kwenye cage ama kwenye jela, huwa mara nyingi ameshasalimu amri na anajua ya kwamba hapa ni kana kwamba maeneo haya ndio yangu ya kukaa. Nataka nimwambie mtu usiku huu leo, haya siku hii ya kwanza mwezi wa 5, kuna namna na njia kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna unajua kwa jela, kuna mahali ambapo hata hawezi fika na hawezi wazi kama amefika. Kuna namna hawezi kaa ama alale, kwa sababu anajua kwamba hiyo sio namna yake, kwa sababu amepigwa mipaka, amepigwa sehemu. Kuna vile ambavyo hataweza kwenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa kwenye cage ama ukiwa kwenye kale kajela umefungiwa. Bwana Yesu asifiwe.
unakuwa limited. Umenielewa vizuri? Unakuwa limited, unakuwa hauna uhuru, unakuwa kuna mambo ambayo unajua liwe na liwe kwa mbili wewe fanyika. Amen. Na wakati ambapo mtu ako vile anaweza kuchukua hatua na kusema ya kwamba hii ndio hali yetu, haya ndio maeneo yetu, huku ndiko kukaa kwetu, kwa sababu hapa ndipo tulipoambiwa tutakaa, na namna hii ndio namna yetu. Lakini ainuliwe na shukuru Mungu wa mbinguni, kwa sababu yeye analetaka the alternative. Haleluya! Analetaka namna mpya ya kufanya mambo. Nimeandika hapa, what may remain caged or changed out of the happenings, out of the stories, out of the environment. Mtu anaweza baki kwenye jela kwa sababu ya zile habari amezisikia, kwa sababu ya mambo ambayo yako, na kwa sababu ya namna ambayo ameendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia siku moja, nilitamani kunywa maziwa. Niliangalia tu ile anachemka kwa moto. Unajua wakati kuni imevutwa za maziwa inakaa ni kama inaenda round. Yakawa imeiva vizuri. Nikaangalia maziwa nikatamani, lakini nikaona nikikunywa maziwa si sawa. Nikaangalia nikaona kuna mtu, nikasema hii akina mimi. Nikakuwa baada ya kupata mtu hivi na nikasema ile siku moja nilisikia kofi hapo hapa. Ile kofi ilikuwa ya mgongo. Lakini nikasema nimeweka, lakini wapi? Haleluya. Nimeweka kofi, lakini wapi? Iko ndani ya tumbo. Ni jema ambayo unaona kitu hiki. Kitu unasikia kukimeza, lakini hauna haki ya kutumia. Na ukitumia ile vita utakanyaga, ile hasara utaenda kule kufika kwa vile nikajua tunaweza ishi kwa jela. Na nikifika hizi safari ya kwamba siku moja nitakuwa na maziwa yangu. Piga Mungu makofi mazuri. Lakini ndio tawala maziwa, niseme sisi na maziwa. Si Mungu anatoa watu kwenye jela. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu anatoa watu kwenye jela, anaweza amua nitaweka sukari kijiko moja ama nikunywe tu. Haleluya. Nikutoa kwenye jela. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakumbuka kuna mtu maisha tuishi katika familia. Haleluya. We have no right to victim. Wewe ukuje chai wapi? We have no right to victim. Right ya kunywa chai wewe. Chai ni kwa wenyewe. Sisi tunajua ni kauji. Haleluya. Haleluya. Ni maisha yalikuwa hivi. Na tunaupa leo ni kwa sababu uwezo wao haukuweza, hawangeweza. Amen. Kwa hivyo mtu kunywa chai mtu kwa my friend.
Hadi leo hii naweza kuwa na mambo kwa nyumba. Haleluya. Sasa maisha hata baada ya kutoka katika hali ile, unaweza kujipata umerejelea au umeingia katika hali ambayo umewekwa kwenye jela ambayo kujitoa si rahisi. Haleluya. Na kwa hivyo mtu kama mimi na nikasema ningejipata ninakunywa chai hata nikishuku kama nilikuwa ninakunywa chai. Haleluya. Wewe fikiria mwingine tushukuru. Unaomba uko mgonjwa ndio atusipeleke hospitali za kunywa chai na mandazi. Unaomba tu kitu mgonjwa ili ambayo inaonekana utakapo hospitali. Ndio kwa nafasi kama mandazi na nini? Unajua ni gani? Wanaweza asifiwe. Na usiku huu leo kuna watu ambao huenda hata kwa miezi hii yote mingi ambayo imepita, kuna watu ambao wamekuwa kwa jela fulani. Kuna watu ambao kuna haki hawana. Kuna watu ambao maeneo fulani yamefungwa mbele zao, hawawezi na kwa yale maeneo. Kuna njia ambazo hawawezi pitia, hizo njia sio zao. Kuna maneno hawawezi sema, haya maneno sio yao, kwa sababu wako chini ya utumwa. But I want to tell you, hata kwa Mungu there's a way out. And somebody has got to take a step. Na ni usiku wa kumwambia Mungu, siku hii ya kwanza ninachukua hatua towards my liberation. Ninachukua hatua nikielekea katika freedom yangu, na ninajua kwamba hii freedom nitaipata. Na haleluya. Lazima nipate tena. Siwezi nipate tena. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nimeandika hapa. Itagharimu mimi mtu kutoka kwenye ile cage. Itagharimu mimi mtu kutoka kwenye ile cage. Lazima kwanza amuulize Mungu, nipe revelation ya kuchukua the right step and toward the right direction. Kwa sababu sio kila mlango utakuelekeza kwa unataka. Ni kumwambia Mungu usiku huu leo, ikiwa ni siku ya kwanza ambapo tunaingia katika sehemu nyingine ya mwaka. Tushapiga abada of the year. Tunaingia kwa the second third of the year. Ni kumwambia Mungu, reveal yourself to me, ya kwamba ile direction itachukua, ule mwelekeo utachukua, yale maneno utatumia, yule atakayekuja upande wangu, yule atakayetokea mbele zangu, ni yule ambaye atafanya mahali nimefungiwa jela niondoke kwa zile na kuendelea. Haleluya. Kuna kitu nimeandika hapa ya kwamba anyone who decides to go against the wind will eventually get results when others get none. Yeyote yule ambaye, elewa vizuri, yeyote yule ambaye aseme ya kwamba nasikia nimetosheka kwenye hii jela, nasikia nimetosheka kukaa kwenye utumwa huu, nimetosheka kukaa kwenye hali hii na maeneo haya, akiwa mtu Mungu atafungua njia zake. Na inaomba ya kwamba Mungu alivii moyo wake kwako. Amen. Ya kwamba utakaposema ya kwamba hii siku, hii sehemu ya mwaka, kipindi hiki cha mwaka, kile ambacho tumeingia, kama kuna mahali ambapo nimekuwa kwa jela miezi mingi imepita,
Amen. Upepo unaweza kuwa ukisema ya kwamba haiwezekani, lakini mtu anaweza sema ya kwamba I am going against the wind, inayosema ya kwamba haiwezekani na inajua ya kwamba nitoboa. Nisema hapa siku nyingine, si lazima tungojea upepo utuwashe jiko. Tunaweza kimbia na jiko tukiletea upepo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu mimi nimefanya. Naweka jiko hapa kando. Haleluya. Ninaenda mpaka pale. Narudi. Amen. Kama sina kitu cha kupata. Unanielewa? Narudi na jiko na kimbia mpaka pale na jitekeleza upepo wangu. Wengine wakingojea jiko yao watu hivi yangu na waka manake nimesema ya kwamba sitosheki na hali ambayo nasema saa hii nikakimbia na jiko yangu. Hello. Kuna mtu anapata kitu. Kuna mtu anapata kitu. Lazima tuseme ya kwamba tunatoka kwenye jela fulani, na hiyo jela tukitoka hatutarudi pale tena kwa jina la Yesu. Kuna watu walikuwa wanasema, sijui kama sema kalienda wao. Wanasema mimi sio wa limited. Kipi kimesema kwa? Limited tunasema. Kitabu sio limited. Hiyo ndio tunataka kusema kwamba yaani mimi sio la kuzungumza ovyo. Umenielewa? Mimi ni mtu ambaye ni watu wako. Mimi ni mtu ambaye ninajielewa. Mimi ni mtu ambaye yaani hapa ukisikia limited company maisha fulani ya mbaya. Ile kampuni tafsiri ya Qur'an umenipata. Lakini mimi nakumbuka watu walikuwa wanasema kwamba mimi si wa limited. Unajua yaani mimi si wa limited maisha kwamba yaani mimi ni tofauti bwana. Haleluya. Mimi tofauti. Sitafanya mambo vile watu wengine wanafanya. Na mimi huwezi kufikiria ovyo. Mimi najielewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu ni mtu ambaye anasema ya kwamba hata kama hakuna upepo, mimi kuna kitu kitazalisha. Kuna hali fulani nimeizoea, na hiyo hali lazima nipige teke. Hii hali lazima niondoke kwayo, kwa sababu ninajua there is a way out. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia tulipokuwa kwenye ile sele atikiza ni totoro. Tulingangana sana kutafuta the way out ya kuona mwangaza. Si hata kuingia kwa mwangaza, tuone nini mwangaza. Kwa hiyo tulitafuta tule tutubu tudogo kwa sindano. Kukaa kule imani za hadithi kuona tu kule hivi. Lile giza sema kwamba hili giza halitabebeza. Mimi nitafuta mahali kuna mwangaza, hata kama niko hapa ndani nijue ya kwamba bado haijafika jioni. Piga Mungu makofi mazuri. Piga tu Mungu makofi mazuri. Haleluya. Ukifungia paka kwa nyumba, sio Mungu wa paka. Ushike roho. Ushike paka. Ufunge nyumba vizuri. Useme paka utaniona. Simefungia kwa keji. Atafanya mlangani kwa sababu kutokea. Atafanya nini? Atadili na wewe. Atadili na wewe na itakubidi kufungue mlango. Haleluya. Ni wewe ambao unafungua mlango
ama akutengeneze vizuri. Sasa kuna hali zingine ambazo ni lazima tuseme ya kwamba yatosha. Tuseme ya kwamba haitakubalika tena. Vile hali hii hazitakaa kwao tena. Nitaangalia kwenye msaada. Manake ninajua msaada wangu huko. Ninajua kwamba nafasi yangu ya kutokelezea inalipo. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia kuna hadithi tulikuwa tunasoma ya sungura. Sungura ni tena yapande miti. Si ndivyo? Hawezi akaondoka mti, si kweli? Sungura akaona kuna matunda nini? Yameiva kule juu ya miti na anataka kula sana. Oh, haleluya. Njaa inamwambia kwamba lazima kule tunda. Halo? Lakini miguu yake na ncha yake ya mwili inamwambia kwamba wewe sio watu wa kuparaga miti. Wewe utakaa hapo utaona, lakini huwezi kula. Bwana Yesu asifiwe. Mti ncha yangu inasema ya kwamba siwezi nikaupanda nini ule mti. Nitafanya nini? You've got to think outside the box. Bwana Yesu asifiwe. You've got to think outside the. Mimi sina namna ya kufanya mambo, lakini ile hali inakaa, hiyo hali sitaki. Sasa lazima nipige nduru niseme ya kwamba hii hali sikutaki, ninakukataa, nikaondoka kwako. Haleluya. Alisungura akaangalia akasema, kweli hii matunda yatakosa? Akaona mani kijuu. Akaanza kumwambia, hii matunda yako yanakaa kuoza. Katunda ya mbaya. Mani kangazi. Akapata kwanza kauchia yeye. Anapiga. Sasa anapata hakuna kitu kimefanyika. Anatoa ingine. Sungura anaongeza maneno. Mwisho wa siku sungura anapata ile matunda yote alipata. Necha yake inasema mimi siwezi kufika kwa ule mti tu nitoe matunda. Japo nataka. Lakini lazima nifikirie outside the box. Lazima nifikirie zaidi hapa nikafanya nini? Sisi kama mtu anasema kwamba ninatoka kwa hali yangu. Haleluya. Nataka useme tunatoka kwa hali yako sipendi. Nataka utangaze nisema natoka. Tunapoanza mwezi huu wa 5 ama wakati tumeanza kuna hali ambayo sipendi na mimi natoka kwa jina la Yesu. Kuna mambo yanaweza kutangazwa kwako. Lakini hujui, na wacha nikwambie, ndio yaonekane physically, huwa yanaanza spiritually. Unapangiwa hata zile ambazo hujui. Unapangiwa namna fulani ya maisha ambayo wewe hujui. Yakija kutekeleka, unashangaa ilianzia wapi. Mpaka yanakuweka kwenye namna fulani ambayo hapi hauna uhuru wa kufanya mambo fulani. Lakini kuna Mungu wa mbinguni ambaye anaweza kukupatia njia. Kuna Mungu wa mbinguni ambaye anaweza kuleta namna mpya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuomba Mungu siku kwa leo ya kwamba ile hatua tunachukua kuanzia leo, ile namna tunaanza kuanzia usiku wa leo, hiyo namna Mungu atembee juu yetu, mkono wa Mungu uwe pamoja na sisi. Ile namna na njia tutakayochukua Mungu akubali kushuka ni kwa ajili ya maisha yetu.
lakini ndani mwake kila kilio kiko ndani mwake. Ukikisikiza hapo kikuandikia kwenye karatasi utashangaa. Kumbe unaweza kuwa kwa jela, uko kwa kajela, lakini sisi wengine hatujui. Ni wewe tu mwenyewe unajua ile jela uko pale. Lakini nataka nikwambie usiku huu leo, kwa kuchukua hatua inawezekana kutoka kwenye jela. And I pray for the revelation ya Mungu upate namna ya kutoka kwenye jela lako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome kwenye kitabu cha 2 Kings, Mfalme wa Pili. Kama uko na Biblia usikose leo. 2 Kings chapter number 4. Tunasoma Mfalme wa Pili sura yake ya 4 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa ni mcha Mungu, mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, kuna kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani, ila nina chupa ya mafuta. Nataka utushike pale. Habari ambayo ilikuwa imetangazwa kwa huyu mama. Hebu simama kidogo, simama kidogo. Kama sio kidogo, kama unaweza kusema kidogo tu. Haleluya. 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 Na useme niko kusaidiwa. Sema niko nisaidiwe. Sema natoka kwenye jina langu mimi. Lazima nitoke kwenye yale maeneo ambayo sitaki. Amen. Hata wewe unasema kwenye online. Sema na leo ninasaidika kwa jina la Yesu. Hebu keti chini tupige Mungu makofi mazuri. Haleluya. Habari iliyokuwa imetangazwa ni ya kwamba wana wa huyu mama mjane ambaye mume wake alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Habari ilikuwa imetangazwa ni ya kwamba wanawe wawili wa kiume walikuwa watwaliwe na mwili wake waende wakawa watumwa, kwa sababu mama hakuwa na namna ya kulipa deni lile ambalo mume wake alikuwa amewacha. Inaitwa jela. Inaitwa jela. Mama alikuwa hana namna, anawapenda watoto wake, lakini kuna haki ambayo hakuwa nayo nao, kwa sababu alikuwa ni kwa kipindi kifupi tu. Hawa vijana wake ama wanawake wakuja watwaliwe waende wakawa watumwa. Damu yake, haleluya, hazina yake, kile ambacho alipenda sana kilikuwa kichukuliwe na hakuwa na namna ya kukipa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu there's a way out. Haleluya. There's a way out. Kwa treasure ambayo unaipenda, kwa kile ambacho unatamani kuwa nacho, mikono yako imefanya kuwa fupi imefika. Nataka nikwambie, there is a way out. Hata kama unaona umetangaza. What you say is what you do.
You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. Hallelujah. God will not disappoint you. Mungu hata kuaibisha. Mungu hata kuangusha. Hallelujah. Imetangaza ya kwamba kuna vitu vyako vizuri unatamani kuwa navyo, mikono yako imefupisha uwezi fika, lakini Mungu amevusha hiyo mikono kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Hey, sema nitafikia. Sema nitafikia. Nitafikia mazuri yangu kwa jina la Yesu. Biblia inasema huyu mama akiwa amekaa hana namna. Biblia inasema ya kwamba akaenda kwa mtumishi wa Mungu. Wacha nikwambie, mtumishi wa Mungu ana kitu. Wewe wewe hako kuna kitu. And God will never disappoint you. Amen. Akaenda kwa mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha. Akamwambia kama ujuavyo, na mimi nataka kusema usiku huu leo, kama Mungu ujuavyo, mimi nikiwa mtumishi wako, nimekaa kwako, nimeenda kwako kwa njia sawa, nimefanya yale mapenzi yako. Oh, haleluya. Anasema kama ujuavyo, mume wangu alikuwa hapa. Kuna kitu cha kuonyesha. Kuna mambo umefanya. Haleluya. Kuna jema ambayo sitaki kuwa kwayo. Kama ujuavyo, ningekuwa mbele zako Mungu. Kuna jema ambayo sitaki. Lazima kutikana kutoka sasa ya kwamba ninaenda kinyume na direction ya upepo. Upepo ukija namna hii, mimi naenda kukabili na kuambia upepo ya kwamba hautanibeba. Hautanibeba. Umenibeba miezi hii imepita. Umenibeba miaka mingi. Wewe uko na kuambia leo unibebi, ninakataa, ninaenda opposite direction. Hallelujah. Unaweza ishi bila haki, lakini mtu una haki. Ama unajua kuna haki, lakini hasa ukijua kutoka. Lakini kuna Mungu ambaye hupatiana mwelekeo, hupatiana njia, hupatiana ufunuo, na mtu anaingia kwenye hatima ile Mungu anataka. The window. The only hope ilikuwa inachukuliwa. Elisha akamuuliza, nitakufanyia nini? Nitakufanyia nini? Je, una nini kwa nyumba yako? Mama akasema sina chochote. Haleluya. Lakini kuna tumaini kidogo. Haleluya. Ninakuambia usiku huu leo, akikosa tumaini, aseme kwamba niko na kitu, ninajua mtetezi wangu atasimama. Wacha nikwambie, kuna kitu inaitwa little faith. Little faith will save you. Akasema nina kitu kidogo sana kwangu. Nina kitu kidogo katika moyo wangu. Ninajua kwamba Mungu utanitetea. Haleluya. Ninakuambia usiku huu leo, usikate tamaa. Usikate tamaa. Kuna neno Mungu anasema ya kwamba yeye ni Mungu wa wote walio hai.
anatuwazia mema. Haleluya, haleluya. Mambo ya kimungu hayafanywi kimwili. Mambo ya kimungu ya Mungu hayafanywi kimwili. Namna ya Mungu sio ya kimwili. Mathematics ya Mungu sio kama yetu. Mathematics ya Mungu ni tofauti sana. Haleluya. Mama anasema ya kwamba nitakachupa kadogo, ninakatumaini mimi, ninajua ya kwamba ninaweza ingia kwa nyumba na nipike. Haleluya. Kuna neno, kuna neno, kuna neno usilo kuna maneno huwa nakumbuka ya dunia. Anasema kuna chakula mingi tofauti kama ukiwaza nini. Kuna chakula watu wanakula. Na sisi hatukula hiyo chakula. Tunakula miji, kuna vitu vingine watu wanakula kwa hiyo. Sasa mikono yetu ni mifupi, haifikani hapo. Tumwombe Mungu siku leo arefushe mikono yetu. Haleluya. Arefushe mikono yetu. Mahali ambapo watu wengine wako, tunataka kuona kama kawangaza hatutaoni, lakini tunatumaini ya kwamba tupo hai siku ya leo, manake mwangaza uko ni kwa ajili yetu. Haleluya. Biblia inasema namna gani? There's a way out. Hallelujah. Sema there's a way out. Sema kuna njia hakika. Kuna njia ya kutokelezea. Biblia inasema ya kwamba mtumishi kwa Mungu akamwambia. Akamwambia nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote. Vyombo vitupu wala usitake vichache. Somebody ambaye ako tayari kukumbana na abnormal challenge. Hallelujah. Elisha alipomwambia katokea, alimwambia wewe nenda omba vyombo vitupu na usiombe vichache. Hallelujah. Naongea na mtu anasema kwamba I will not limit God. I will not limit God. Haki sitaweka Mungu kwenye kile kibaba ambacho mimi natoshea. Mungu wetu hatoshei kwenye vibaba vyetu. Mungu wetu ni mkubwa. Haleluya. Mama akatoka. Asitake kusikia, asitake kutafakari, asitake kuuliza. Vyombo vinaenda kutafuta vya nini? Amen. Hadi mama akaenda.
Haleluya. Alafu baadaye uende kwa nyumba yako ujifungie. A way out. A way out. Haleluya. There's a way out. Kwa mtu yeyote yule ambaye anasikia kwamba ako kwenye utumwa, ako kwenye cage, ako kwenye kuna fulani, kuna njia ya kutokea. Na hii njia ya Mungu. May God lead the revelation wako. Katika jina la Yesu. Mungu achilie ufunguo kwako. Na achilie hiyo neema kwako. Ufunguke macho. Mahali ambapo hujawahi ona, Mungu afanye ukaone kwa jina la Yesu. Na freno la Mungu. Ibrahimu akienda kununua